Karibu tena mwana michezo mwenzangu kunako channel yetu ya D8A TV. Hapa ndipo ambapo unapata story zote za kimichezo pamoja na uchambuzi ambao una madini kweli kweli. Sasa siku ya leo na kujuza kuhusiana na taarifa ya timu ya Dar es Salaam Young Africans baada ya kupata alama 3 mbele ya FAR Rabat pale Zanzibar, visiwani Zanzibar. Ameanza safari ya kuelekea nchini Algeria kwa ajili ya kukabiliana na timu ya JS Kabylie, mchezo wa pili wa makundi klabu bingwa barani Afrika baada ya Young Africans kupata ushindi wa bao 1-0 visiwani Zanzibar. Safari hiyo imeanza hii leo kwa ajili ya kwenda kuangalia namna gani nyingine ya kupata alama 3 zingine kwa timu ya JS Kabylie ambayo ni ipo pale maskani yake nchini Algeria. Young Africans mchezo wa kwanza alipeleka visiwani Zanzibar na akatumia uwanja wa New Amani kama vile Guantanamo Bay ambayo aliita hivyo kwa ajili ya kuhakikisha anapata ushindi huku akiwa na imani kubwa kwamba visiwani Zanzibar ni sehemu sahihi na salama kwa timu ya Young Africans kwa ajili ya kupata alama 3, na tayari tumeona mchezo huo ulivyomalizika. Bao pekee la Prince Dube ndilo ambalo likawapa Young Africans jeuri ya kukaa pale katika msimamo nafasi ya pili baada ya kupata ushindi huo wa bao 1-0. Mchezo wenyewe ulikuwa ni mzuri sana na Young Africans alijaribu kudominate mchezo ule dhidi ya FAR Rabat. Sasa maandalizi baada ya tu ule mchezo kumalizika, Young Africans wakaanza maandalizi kwa ajili ya kwenda Algeria kukabiliana na JS Kabylie. Baada ya mchezo ule kumalizika, timu ikafanya mazoezi mepesi kwa ajili ya kujiweka sawa. Baada ya hapo timu ikaenda gym kurefresh misuli ama mwili ili uwe vizuri. Baada ya hapo wakaanza safari ya kurejea Dar es Salaam. Walivyorejea tu Dar es Salaam siku ya hii leo, kikosi cha Young Africans kikiwa fulu mkoko kimeanza safari ya kuelekea nchini Algeria, na masaa machache tu majira ya saa 2 ama saa 3 usiku huenda akawa tayari wameshatua katika nchi ya Algeria kama kila kitu kikiwa shwari kabisa huko angani. Kwa nini Young Africans wamefika mapema? Kwa nini Young Africans wameanza safari mapema ya kwenda Algeria kwa ajili ya kucheza na JS Kabylie? Kwa sababu Algeria ni sehemu ambapo Young Africans anahitaji pia kukusanya alama 3. Kama akizipata itakuwa muhimu sana na itamuongezea katika kundi lake, atakuwa amefikisha alama 6. Kama akizikosa Young Africans akiambulia hata sare ama apata tu alama 1, basi itamweka salama kwa sababu atakuwa na alama 4 kunako msimamo. Baadaye nitakuja nikupitisha msimamo jinsi ulivyo, lakini huu mchezo hauwezi kuwa mchezo mwepesi ama mchezo rahisi kama watu wengi ambao wanaweza wakadhania kwa kile ambacho tumekiona kwenye kikosi cha Young Africans ambacho kimecheza New Amani. Kwa nini nimekwambia hivyo? Kwa sababu hawa JS Kabylie sio timu mbovu ama sio timu mbaya, kwa sababu pia na wao ni miongoni mwa zile timu ngumu ambazo zinashiriki michuano hii, lakini pia ni miongoni mwa timu ngumu pale nchini Algeria. Kwenye mchezo wao wa kwanza dhidi ya National Al Ahly, licha ya kupoteza kwa mabao 4, lakini walicheza vizuri sana na walizidiwa tu quality na timu ya Al Ahly ambao pia Young Africans atakwenda kucheza nao. Kwa hiyo hii michezo ya makundi kwa kipindi hiki ni michezo ambayo unahitaji ufanisi mwingi sana, lakini pia unahitaji kucount namna gani ya kuzipata ama kuzipigania alama bila kuwa na mahesabu mengi kichwani. Ni ngumu kutoboa katika michezo hii ya makundi. Young Africans tayari ashavuna alama yake 3, lakini pia mpinzani wake ambaye pia mwenye alama 3 katika kundi hilo ni National Al Ahly ambaye pia ana alama 3 kwenye msimamo pale, anashika nafasi ya kwanza akiwa na alama zake 3 baada ya kumbamiza kipigo cha mburukenge JS Kabylie ambao Young Africans wameanza safari ya kwenda kukabiliana nao katika mchezo wa pili. Young Africans akiwa anacheza na JS Kabylie, National Al Ahly wao watakuwa wanacheza na FAR Rabat. Hawa sasa hapa ni vita ya Mwarabu kwa Mwarabu. Itakuwaje? Kwa sababu Ahly akipata ushindi atakuwa na alama 6. Unaona utamu unapoanzia hapo. Ahly akipata ushindi atakuwa na alama 6, lakini pia FAR Rabat akipata ushindi atakuwa na alama 3. Kwa hiyo ukiangalia orodha ama msimamo jinsi ambavyo ulivyo, kama FAR Rabat akipigwa katika mchezo huo, Ahly atakuwa kinara, atakuwa na alama 6. Huko Young Africans inabidi apate ushindi wa aina yoyote ile pale nchini Algeria. Endapo Young Africans asipopata ushindi wa aina yoyote ile pale nchini Algeria, basi na hawa JS Kabylie watakuwa nao pia wana alama 3. Hapo ndipo ambapo uondo ama utamu wa kundi ndivyo ambavyo utakuwa kuongezeka. Hili ni kundi B. Nikusomee jinsi ambavyo ilivyo. Ahly nafasi ya kwanza akiwa na alama 3, Young Africans nafasi ya pili akiwa na alama 3, FAR Rabat nafasi ya 4 akiwa ana alama yote, na JS Kabylie nafasi ya
ya 4 akiwa na alama yote. Yani FAR Rabat na JS Kabylie wanafuatana akiwa hawana alama kwa sababu mechi zao zote za kwanza wamepoteza. Michezo ya pili ni michezo ya uhondo ambayo timu zote mbili hizi zinahitaji kupata ushindi. Dua nyingi kwa Tanzania kwa sababu Young Africans ndio timu pekee hapa nchini Tanzania kwenye michezo yao ya kwanza kupata ushindi. Na maanisha wapinzani ama na maanisha wawakilishi pekee wa Tanzania ambao wamepata alama 3 katika michezo yao ni Young Africans tu, kwa sababu ukiangalia Simba Sports Club wamepoteza nyumbani dhidi ya Petro di Luanda, lakini si Simba tu, Singida Black Stars naye pia amepoteza dhidi ya CR Belouizdad kule nchini Morocco, amepoteza hivyo. Lakini pia tunaona Azam FC nao pia wamepoteza kipigo cha mabao 2-0 dhidi ya AS Maniema ya pale nchini DRC Congo. Hizi ni habari mbaya sana kwa sisi wa Tanzania kwa sababu tulikuwa tunategemea timu zetu 4 zote zingefanya vizuri kwenye michezo ya kwanza. By the way haijatokea hivyo. Kwa hiyo tuwape pongezi Young Africans kwa ushindi ambao wameupata, lakini maandalizi ya kwenda kuzisaka alama zingine 3 tayari yameshaanza baada tu ule mchezo wao pale New Amani kumalizika. Itakuwaje? Tusubiri tuone mchezo wenyewe utakavyokuwa, kwa sababu Young Africans si timu pekee tu ambayo inatoka hapa nyumbani ambayo pia na yenyewe itaanza maandalizi yake ya kuelekea katika mchezo huo kutokana na ratiba jinsi ilivyo, na tayari pia wawakilishi wengine wa Tanzania nao pia wanajua ratiba zao. Michezo inayofuata ya kombe la shirikisho, timu ya Singida Black Stars wao watashuka dimbani pale New Amani, lakini pia Azam FC nao pia watashuka dimbani pale New Amani. Hizi mechi zinafuatana. Tutakuja kupata uchambuzi wake vizuri wa michezo hiyo ya kombe la shirikisho kati ya Singida Black Stars, mchezo wake wa pili. Yeye atashuka dimbani siku ya tarehe 23, lakini pia Azam FC naye pia atashuka dimbani. Sasa hapa ndipo ambapo utamu unapozidi kunoga kwa hii michuano ya CAF na kombe la shirikisho. Itakuwaje? Tusubiri tuone kutokana na ratiba jinsi ambavyo itakavyokuwa, lakini yote kwa yote tunataka heri kwa timu zetu za Tanzania kufanya vizuri sana katika michuano hii, kwa sababu hawa ndio wawakilishi ambao wakifanya vizuri basi kama taifa tutakuwa tunaheshimika, ama itakuwa taarifa nzuri sana kwa hawa Tanzania. Mchezo huo wa JS Kabylie dhidi ya Young Africans utapigwa siku ya Ijumaa Novemba 28 mishale ya saa 4 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mchezo huo unapigwa usiku kabisa pale sebuleni kwa JS Kabylie. Je, kikosi cha Pedro Gonçalves katika timu ya Yanga je kinaweza kupata ushindi ugenini dhidi ya JS Kabylie? Tusubiri tuone. Wewe ambao unafuatilia D&A TV, cha kufanya ni kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili taarifa zote za kimichezo na taarifa zingine zote ambazo tunakuwekea hapo unakuwa mtu wa kwanza kuzipata. Hivi wewe ni nani ambaye utaki story zote kama hizi za kimichezo ambazo tunakuwekea hapa kwa ajili ya kuhakikisha una enjoy taarifa zote muhimu za kimichezo na taarifa zingine zote? Hakuna pahala pengine ambapo utazipata. Kama hujamwa na familia wetu, subscribe alafu usisahau kubonyeza alama ya kengele. Mimi ni shuhuda wako Mzee wa Mida. Shukrani sana Jovano kwa kuzingatia engo inakuwa sawa. Safari hii tunaiangalia Young Africans ugenini dhidi ya Mwarabu JS Kabylie Algeria kule. Watatoboa.